Mahakama ya wilaya ya Mkinga imemhukumu bwana Waziri Idi Kassim ambaye ana umri wa miaka 35, mkazi wa kijiji cha Mavovo, kata ya Bwiti, wilaya ya Mkinga, kifungo cha miaka 30 jela baada ya kupatikana na hatia ya kosa la kuzini na mtoto wake wa kumzaa mwenyewe ambaye alikuwa na umri wa miaka 9. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mwandamizi Lukengero Lameki Deda, ambaye alieleza kuwa ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka ulikuwa wa kutosha kuthibitisha hatia ya mshtakiwa bila kuacha shaka la aina yoyote ile. Akitoa adhabu hiyo, Deda ameeleza kuwa hiyo itakuwa ni fundisho kwa mshtakiwa pamoja na watu wengine wanaotenda makosa yanayofanana na jambo kama hilo. Ameongezea kuwa mshtakiwa alikuwa na wajibu wa kumlinda mtoto wake dhidi ya vitendo vya ukatili. Cha kushangaza zaidi, yeye amegeuka kuwa mkatili kwa mwanawe, jambo ambalo halikubaliki katika jamii hata kidogo. Bwana Waziri Idi Kassim tayari amekumbana na hiyo nyundo ya miaka 30. Kwa hiyo Mungu akipenda, kama atamjalia uhai, tutakutana tena 2055 hapo, kama Mungu atamjalia uzima. Lakini nje hapo changamoto zingine kama unavyojua mambo yanaweza kutokea, lakini ni jambo ambalo limegusa jamii kwa kiwango kikubwa kutoka kule kijiji cha Mavovo ya kata ya Bwiti, wilaya ya Mkinga, kwa sababu ni kitu ambacho hakitegemewi. Kama mtu mzima ambaye alikuwa anategemewa kumlinda mtoto wake ndiye ambaye anaenda kumshambulia, kwa kweli ni jambo ambalo linavunja moyo na kupoteza matumaini kwa watu ambao walikuwa wanategemewa labda watasimama mstari wa mbele sana kuweza kuwalinda watoto wao. Baadaye yao wanakuwa ni changamoto kwa watoto wao. Endelea kuwa karibu na Locha Media, tutaendelea kukuletea updates kama hizi kila itwapo leo. Bye bye.